Hamjambo, tunaendelea na mafunzo yetu tunayosoma juu ya bajeti, na leo hii tunaangalia juu ya manufaa ya kupanga bajeti. Manufaa ya kupanga bajeti ama faida ya kupanga bajeti. Na faida ya kwanza tunapoangalia mipango na udhabiti ulioboreshwa. Unapopanga bajeti unakuwa na mipango na udhabiti ulioboreshwa. Kila kitu inakuwa imeboreshwa vizuri kuliko kutokuwa na mpango wote wa bajeti. Na hii inatokana kwa kufuatilia utendaji. Unapopanga bajeti, manufaa yake inakusaidia kufuatilia utendaji. Kufuatilia kazi jinsi inapoelekeza, kwa sababu uko na bajeti ambayo inakusaidia kukueleza na kukuelekeza kwa kazi gani ambayo inatakana ifanyike kwa muda gani na inahitaji rasilimali kiasi gani. Jambo la pili, lengo limefanikiwa vyema. Bajeti inafanya lengo lako kufanikiwa vyema. Ile lengo ambao umeweka katika bajeti, umeleza katika bajeti inafanikiwa kwa sababu unafuatilia hiyo bajeti jinsi ambavyo utakaopata fedha za kuifanikisha na jinsi hizo fedha zitakapotumika na zinatumika kwa lengo gani. Kwa hivyo inakusaidia mahali hapo. Jambo lingine, inakusaidia kupanga kwa ajili ya siku zijazo. Katika unapopanga bajeti lazima uweke katika bajeti matokeo ya siku zijazo. Unapanga nini kwa miaka 2, 3, 4 ijayo. Kwa hivyo bajeti inakusaidia kupatia mpango wa siku zijazo, miaka 2, 3, 4 ama miaka 2 hadi 10 ama 20 ama 30. Bajeti inakupatia mwelekeo ya siku zijazo unapangia nini. Na hizo ndio utakayofuatilia kwa kutimiza bajeti yako na malengo yako. Jambo la pili, bajeti inakusaidia kuweka rasilimali vizuri kwenye kunatakana kutumika. Kuweka rasilimali vizuri kwenye kunatakana kutumika. Kwa lugha ya kimombo tunasema better resource allocation. Inakusaidia kugawa rasilimali kwa njia inatakikana. Kwa hivyo usimamizi mzuri wa fedha. Kwa hivyo inakusaidia kufanya usimamizi mzuri wa fedha. Inakusaidia rasilimali kugawanywa kwa usahihi kwa mradi. Unagawanya rasilimali kwa usahihi kwa mradi. Hizo mradi unapangia zote kwa malengo yako, utagawa rasilimali kwa usahihi. Lakini kama unapanga kitu bila kuwa na bajeti ni ngumu, kwa sababu utasahau na rasilimali unaopata itaenda mahali fulani hapo kutumika kwa kazi fulani ambao itatumika zaidi kuliko katika mipango zingine. Na kwa hivyo rasilimali yako haitatumika kwa njia ambayo ni sahihi. Jambo lingine, inatusaidia kusimamia fedha kwa ufanisi. Kusimamia fedha kwa ufanisi. Unasimamia fedha yako kwa njia iliyo mzuri ili kufanikisha miradi zile ambazo unazozipangia. Jambo lingine ambalo inasaidia kwamba inasaidia kutenga rasilimali zinazofaa kwa mradi. Unatenga rasilimali zinazofaa kwa mradi. Kwa mfano, unaweza kuwa unahitaji rasilimali 1% ya fedha fulani. Lakini katika ile hali ya kupata mapato, umepata zaidi kuzidisha ile rasilimali ambayo ulikuwa umeweka katika bajeti. Kwa hivyo utapanga na kufuata bajeti yako, na rasilimali zilizosalia utaziweka katika hazina. Ama unaweza kuwa unapanga bajeti yako, unapata kwamba ile rasilimali umepata hasitoshi kutimiza bajeti yako. Kwa hivyo katika hali ya kutekeleza ama utekelezaji wa bajeti yako, utaangalia yale malengo ama zile shughuli ambazo zinakuja kwanza kuliko zingine, ndizo utakayetumia kwa ile rasilimali ambao umepata kwanza. Alafu utaweka mkakati jinsi utakamilisha shughuli zile hazina rasilimali. Utazikamilisha vipi? Utatafuta rasilimali za kuweza kukamilisha. Tunaona katika mataifa tofauti ama kampuni ama washirika tofauti, wakati wamepanga bajeti na wamepata rasilimali haitosei, wengi wao wanaenda kufanya nini? Kutafuta mikopo ili watimize mipango zao za bajeti, na baada ya hapo wanapopata rasilimali wanarudisha hizo mikopo, wanasilipia. Ndio tumesema kwamba jaribu jinsi unaweza kujizuia kukopa. Fanya kazi ama shughuli zako kulingana na ile rasilimali ambayo umepata. Kwa hivyo katika bajeti yako unaweza punguza. Kama kuna mipango ama shughuli ulikuwa pangia na rasilimali hazitoshi, unazipunguza ama unaziondoa na unasiweka sikakue kipao mbele
katika mpango mwaka ujao ama mwaka mwingine, ili ukaweze kukamilisha zile mpango ambao umepangia. Jambo la tatu, mawasiliano na uratibu ulioamrishwa. Umuhimu ama manufaa ya kupanga bajeti inafanya kuwa na mawasiliano na utaratibu ulioamrishwa. Wakati huna bajeti, kila mtu anafanya jinsi anataka, lakini katika ukiwa na bajeti, watu wanafanya kulingana na mawasiliano na utaratibu ulioamrishwa ambao uko sahihi. Na hii inaboresha kufanya maamuzi. Unapofanya uamuzi kwa kila kitu, inaboresha katika uamuaji. Lakini kama hakuna bajeti, pengine kama mwenyekiti ama wewe ndio unasimamia kampuni ama mwanzisha kampuni, unakuwa ni wewe tu unaotoa maamuzi, na hutaki pengine mtu mwingine ashirikishwe katika utoaji wa maamuzi. Lakini ukiwa na bajeti, inakuelekeza katika kazi yako, katika kampuni yako, katika ushirika, njia ambao mtakuwa mnatoa uamuzi kila wakati katika zile shughuli mlizo nazo zisizopangia katika bajeti. Inakusaidia pia kutambua matatizo kabla hayatatokea. Ukiwa na bajeti unakusaidia kutambua matatizo kabla hayajatokea. Kwa mfano, kama umepangia fedha fulani na mradi inaenda hivi, mtatambua hizo tatizo na kuweza kushughulikia kabla haijatokea. Inahitaji kuongeza fedha au matatizo ya mtiririko wa fedha. Kwa hivyo unapokuwa na bajeti ambayo imepangwa, inakusaidia pia kujua ni wapi fedha zitaongezwa katika bajeti yako ama ni wapi fedha zitapunguzwa katika mtiririko wa fedha. Mradi fulani unaweza kuwa mpangia mradi fulani, na hiyo mradi ikusanye fedha zaidi kuliko jinsi inahitaji, lakini mradi mwingine umelemewa. Kwa hivyo mtajua mtapunguza wapi na mtaongezea wapi katika miradi ama shughuli zile ambazo mmepangia. Jambo la 4, kuongeza motisha. Bajeti inaongeza motisha katika wafanyakazi. Wanakuwa na ile hali ya kufanya kazi na bidii, kufanya kazi bila kuchoka. Wanakuwa na motisha kwa sababu kila kitu iko na mwelekeo ulio sawa, na pia inaleta heshima katika utendaji wa kazi. Kwa hivyo inaongeza motisha ya wafanyakazi. Hiyo ndio umuhimu wa kupanga bajeti. Kwa hivyo nawasihi na tunajisihi sisi wote katika kila shughuli zetu za kila siku tukapangie. Naona hata kila serikali, kila ushirika kubwa za mataifa, kila wakati zinakuwa na bajeti na zinafanya kazi chini ya bajeti yao. Kwa hivyo tukakuwa na bajeti. Unaweza kuwa na bajeti yako ya familia, unaweza kuwa na bajeti ya kampuni yako, unaweza kuwa na bajeti ya ushirika wako, bajeti ya serikali. Kila mtu, wacha tukapange bajeti zetu na tutembee katika bajeti. Mara nyingi ukienda kuangalia vizuri, kama unaenda kujua jinsi umetumia pesa na unatumia pengine simu yako ya rununu kutuma pesa ama kutoa pesa, enda kwa mwaka ukatoe jinsi ambavyo umetumia pesa na jinsi umepokea pesa. Utapata kwamba kwa mwaka mmoja umetumia pesa nyingi sana na umepokea pesa nyingi sana, lakini haujui ziliendaje. Haukupangia kitu ya maana ama inaofaa. Kwa hivyo unaposikia hili somo, tafadhali wacha mafunzo haya yakakusaidie na ukaweze kusaidika katika hali ya kupanga bajeti. Utaona manufaa katika maisha yako, katika maisha ya ushirika wako, katika maisha ya kampuni yako, katika maisha ya kile shughuli unazozifanya. Utaona umuhimu. Asanteni. Mimi ni Mwalimu Cheche Rasto Asienga. Nashukuru.